Karibu katika kipindi cha neno la Mungu na tafakari kila siku mahali hapa. Ndugu msikilizaji, tunamshukuru Mungu tumepata nafasi nyingine tena siku ya leo. Tumeamka salama, tukiwa na afya, tukiwa na nguvu. Umeamkaje wewe? Unaendeleaje? Mungu amekupa nafasi nyingine tena ya kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu. Somo letu ambalo tumejifunza na tunaendelea nalo linasema silaha za vita vyetu, kama linavyopatikana katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 10 mstari ule wa 3 hadi mstari wa 5. Lakini tumeingia sehemu ya mwisho ambayo ni ujumbe wetu, inasema kuangusha ngome. Na sehemu hii ya mwisho tunaangalia mambo ambayo inaweza kuwa dalili ya shetani kujenga ngome kwenye maisha yako. Inaweza ikawa dalili ya shetani kuweka himaya kwenye maisha yako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru tumepata nafasi nyingine tena ya kuja kutafakari ujumbe wa neno lako. Roho Mtakatifu, wewe ndiwe mwalimu, na tunakuomba tutafakarishe, tufundishe tena kwa nguvu zako, katika jina la Yesu, amen. Ndugu msikilizaji, siku ya jana tuliangalia sana ujumbe huu, tukisema kati ya mambo ambayo inaweza kuwa dalili ya shetani kusimika ngome ama kujenga himaya kwenye maisha yako ni fikira zako. Na tumetazama vizuri sana kwa habari ya fikra, tukaangalia na vitu ambavyo viko ndani ya fikra. Tukasema kwamba kuna mtazamo, kuna imani, na tukaangalia kabisa kwa habari ya vile ambavyo shetani alifanya kwa mwanadamu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 ule mstari wa 5 na mstari wa 6. Tumeangalia vizuri pale kwamba tunaona shetani ama ibilisi analeta fikra mpya kwa mwanadamu, analeta elimu mpya, falsafa mpya kwa mwanadamu, analeta imani mpya. Anamwambia kwamba Mungu anajua ya kwamba, kwanza anamwambia kwamba anamhakikisha hamtakufa, maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda haya. Hiyo ni sura ya 3 mstari wa 5. Anza tukajirudisha kusoma mstari wa 5, ule mstari wa 5, Mwanzo 3 mstari wa 5. Anasema, tujirudie kusoma, anasema kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Naona analetewa fikra mpya, analetewa mtazamo mpya, analetewa imani mpya ya kwamba siku mtakayokula matunda hayo mtakuwa kama Mungu, mtafumbuliwa macho, mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Ni kweli kuna macho ya rohoni, kuna macho ya nyamani, ya nyama. Lakini ukiangalia kwa haraka, mwanadamu alikuwa na haja gani ya kufanana kama Mungu wakati Mungu amemuumba kwa mfano wake, kwa sura yake? Nini kilichotokea? Ni kwamba shetani alimpa fikra mpya na mtazamo mpya. Kwa hiyo aliona kuna namna nyingine ya kufanana na Mungu zaidi ya ile ambayo Mungu alimuumba. Kwa hiyo ile fikira ile ambayo shetani alimjengea, fikira pinzani inayopinga agizo la Mungu kwenye sura ya 1, kwenye sura ya 2 mstari wa 16 na 17. Ile fikira inayopinga agizo la Mungu, ile imani aliyoaminishwa ya kwamba mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya, ni imani potofu aliyoaminishwa. Ile imani ikasababisha wakaanguka, na katika ile anguko walipoteza vitu vingi sana. Walipoteza ile hali walipoteza uwepo wa Mungu kwao, maana walipoteza mahusiano kati yao na Mungu, ushirika wa kiroho kati yao na Mungu wakapoteza. Kwa hiyo nakwambia, ukiona fikra, ukiona imani, ukiona mawazo yako yanapingana na neno la Mungu, ni dalili kabisa ya shetani kuingia ama kujenga ngome ama kuweka himaya katika maisha yako. Leo nataka tumalize hili eneo kabisa, tuende tukaangalia jambo la pili. Leo nataka tumalize. Sasa leo nataka tuangalie ama tujifunze
jambo hili, ya kwamba ukiona shida zako zozote za kiroho, za nje ya maisha ya kiroho, kwa maana za mwili huu, mahitaji ya mwili huu, au ukiona mafanikio yako yoyote ya kielimu, ya maendeleo yako ya kila siku, yameulazimisha moyo wako kuyasujudia, moyo wako umelazimishwa kusujudia shida, moyo wako umelazimishwa kusujudia, kuabudu mafanikio na kumwacha Mungu, kama Kumbukumbu la Torati sura ya 8 inavyoandika kuanzia mstari wa 11 na kuendelea, kwamba jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako utakapokuwa umekula, umeshiba na kujenga nyumba nzuri, na makundi yako ya ng'ombe, ya kondoo yatakapoongezeka, kwamba usisahau Mungu. Kumbuka Mungu ndiye anayekupa nguvu ya kupata utajiri. Utakapokuwa hiyo hali ndani yako imeondoka kwa sababu ya shida unayo nayo ya kiroho, ya nje ya kiroho, kwa maisha yako ya mwili, inawezekana shida imekuita kama magonjwa ama uhitaji wa lolote, ama ukiona mafanikio yako mengi yamekugeuza, umemsahau Mungu wako, ni dalili kabisa ya shetani kujenga imaya kwenye maisha yako. Kwenye Injili ya Luka sura ile ya 4, kwenye Injili ya Luka sura ile ya 4 kusoma mstari wa 5 mpaka mstari ule wa 8, tunaona kwamba Bwana Yesu alipokuwa amepandishwa na Roho nyikani, amefunga siku 40, mwisho akaona njaa. Tunaona mjaribu akaja kumjaribu kwa mambo mengi, lakini kati ya jambo kubwa ambalo alimjaribu, alisema akamuonyesha miliki. Ule mstari wa 5 anasema akamuonyesha miliki yote ya dunia na fahari yake na uzuri wa dunia, akasema hivi viko mikononi mwangu, lakini ukianguka kunisujudia nitakupa wewe. Bwana Yesu akasema imeandikwa, msujudie Mungu wako tu pekee. Ndugu yangu, kama kunapita kwenye shida, hiyo shida isikutoe, isikugeuze moyo wako ukaacha kumsujudia ama kumwabudu Mungu wako. Isikugeuze shida ukaiabudu shida yako, shida ikakufanya uiabudu shida, ama mafanikio yako yakakufanya uyaabudu mafanikio yako kuliko kumwabudu Mungu, kuliko kumsujudia Mungu. Hiyo itakuwa dalili kabisa ya shetani kujenga himaya kwenye maisha yako. Itakuwa ni dalili kabisa ya shetani kujenga himaya kwenye maisha yako. Sisi watu wa rohoni, washindi wa rohoni, wanasema hivi: chukua vyote nilivyokuwa navyo, lakini niachie Yesu wangu, niachie Mungu wangu, iache roho yangu kwa Mungu, iache roho yangu kwa Mungu. Hiyo ndio salama ya maisha yangu. Ayubu alipitia hayo. Mungu alimwambia Ibilisi kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 1, alimwambia kwamba hivyo vyote viko mikononi mwako, vyote, mke kwa mikononi mwako, mali ziko mikononi mwako, afya ya mwili kwa mikononi mwako, lakini usiguse roho yake. Nakwambia shida zije, lakini zisitoe moyo wako kwa Mungu. Moyo wako ubaki na Yesu, ubaki na Mungu. Moyo wako ukibaki na Yesu, hiyo ndio salama yako. Tunaona kwamba kabisa Ayubu alipoteza mali, Ayubu alipoteza mke, alipoteza watoto na afya, lakini roho yake ilibaki kwa Mungu. Mwisho wa siku Mungu akageuza uteka wake, hayo mateso yakaisha kwa Ayubu na Mungu akamrudishia maradufu. Shida yako, mafanikio yako yasikufanye ukayasujudia mafanikio, ni hatari ya maisha yako. Kwenye Injili alivyoandika Marko sura ya 8 ile aya 35-37, Marko 8:36-37 inasema, itamfadia nini mtu akipata ulimwengu wote, akipata hasara ya nafsi yake? Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 7, kwamba Mungu akamuumba mwanadamu, akapuliza pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai. Nataka nikwambia ya kwamba shida na mafanikio yako yasigeuze moyo wako ukasujudu shida, moyo wako ukasujudu mafanikio yako, ukamwacha Mungu. Sikiliza nikwambie, faida ya nafsi yako ni jambo la muhimu sana kuliko faida ya mwili wako. Nataka nikwambie hilo lielewe kabisa. Faida ya nafsi yako ni muhimu sana kuliko faida ya mwili wako.
kuliko faida ya mwili wako. Itamfaidia nini mtu akipata hasara ya nafsi yake? Amempoteza Mungu kwa sababu ya shida alizokuwa nazo. Amempoteza Mungu kwa sababu ya mafanikio aliyokuwa nayo ya kimaendeleo ya kiuchumi. Itamfaidia nini huku amempoteza Mungu? Itamfaidia nini akipata hasara ya nafsi yake? Ukiona mafanikio yako, ukiona shida zako zimekugeuza, zimekulazimisha kusujudia mafanikio ama shida, ni dalili kabisa ya shetani kujenga himaya kwenye maisha yako. Na kuna watu wamepata tabu, kuna watu wameumizwa, kuna watu wameumiza wenzao, kuna watu maisha yamevurugika kifamilia, kijamii, kitaifa, kwa sababu ya mioyo ya watu imegeuzwa, inasujudia mafanikio yaliyoko mbele yao. Kuna mafanikio wanayoyatarajia, mafanikio walionayo, wameacha kumheshimu na kumwogopa Mungu. Matokeo yake tumepoteza vitu vya thamani, tumepoteza utu. Kuna watu wamepoteza utu kwa sababu ya shida, kwa sababu ya mafanikio wanayotazama, wanayotarajia, walionayo. Itakufaidia nini ukipata hasara ya nafsi yako? Ukipata ulimwengu wote, ukipata hasara ya nafsi yako. Ukitaka tushinde shetani na kazi zake, takatubomoe ngome za shetani kwenye maisha yetu, lazima mioyo yetu imsujudie Mungu. Mioyo yetu ni mali ya Mungu. Mioyo yetu ni mali ya Mungu. Moyo wako, utu wako wa ndani ni mali ya Mungu. Huu utu wa nje ni wa duniani, siku utauacha, siku utaondoka, alafu utakuwa umepata hasara ya nafsi yako. Kwa hiyo ni dalili ya shetani kujenga himaya kwenye maisha yako. Ukiona unasujudia shida yako, shida imekugeuza ama mafanikio yamekugeuza, hiyo ni dalili kabisa ya shetani kujenga himaya kwenye maisha yako. Ni lazima shetani tumkatae, tumpinge. Mungu akubariki. Asante kwa kunifuatilia ujumbe huu, na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru, tunakutukuza kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo umetupa kutafakari. Ninaomba kwa nguvu yako Baba, umguse mtoto wako na mtumishi wako huyu. Inawezekana kuna namna fulani za maisha anayapitia, mateso, maumivu ya mwili, maumivu ya moyo, ambayo yanamlazimisha aweze kusujudu na kuanguka, ili shetani aweke himaya na ngome kwenye maisha yake. Nami namwombea kwa jina lako Bwana, kama ulivyomwambia Petro ya kwamba wewe ndiwe Petro, nimekuombea imani yako isitindike, ili ukaimarisha wengine. Nami namwombea nguvu ya imani ndani yake Bwana, umvushe katika matatizo, katika shida, kama ulivyogeuza uteka wa Ayubu. Nami namwombea huyu Bwana, hayo maisha anayopitia yamemtikia uteka, yawezekana ikawa ni magonjwa, yawezekana ikawa ni matatizo ya kiuchumi, ya kimaendeleo. Ninakuomba kumguse na kumgeuza Baba, ili akutumikie wewe, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante Baba, tunakushukuru. Bariki kazi zake za mikono, mbariki kazini kwake, umlinde, umfungue, umponye kwa jina lako, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana ndugu msikilizaji. Kesho tutaenda kumaliza ujumbe wetu, tutaangalia jambo la pili na la mwisho. Barikiwa sana.